Naam, karibu sana popote pale ulipo kupitia Nas Media TV na kusalimia tu kwa maamkizi yale mema kabisa, maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum popote pale ulipo. Lengo kubwa limetuleta hapa Skuli ya Regeza Mwendo ni iftari, kujumuika na wanafunzi pamoja kwa lengo la kutakia na dua. Pia tumeona pia maandalizi ya dua, kuwarehemu wazazi waliotangulia, wenzetu pia ndugu na majamaa pia waliotangulia. Na pia iftari hii imetukutanisha kwa pamoja kwa ajili ya kuonana, kujuliana hali na vitu vingine kama hivyo. Moja kwa moja tuende tukashuhudie iftari hii. Langu jina Pacha Pachizo, nyuma kamera ni Haruna. Asante. Na moja kwa moja miongoni mwa walioshiriki katika iftari hii nipo na ustazi hapa. Atajieleza jina lake, ni sichukue fursa kumueleza mimi hali yake mwenyewe yupo. Habari yako? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tumejumuika moja kwa moja kuja kuftari pamoja na Skuli ya Regeza Mwendo. Na wewe ni miongoni mwa wanafunzi wa Regeza Mwendo. Shauku yako, neno lako pia la kuzungumza kwa wapenzi watazamaji wa Nas Media TV, anza kujitambulisha jina lako. Jina langu naitwa Hassan Hashim. Ni miongoni mwa wanafunzi waliomaliza masomo katika skuli hii ya Regeza Mwendo, na pia ni miongoni mwa wale ambao cabinet ambao tupo katika masuala haya ya kheri ya kuendeleza swala hili. Swala letu hili la iftari mimi nimelipokea vizuri sana kwa upande wangu, na ni kwa sababu ni jambo la kheri, ni jambo ambalo litatufanya sisi tuwe wamoja, na vile vile litatufanya kuwahurumia wenzetu ambao uwezo wao bado uko chini, na sio kwamba tunafanya tuna uwezo, bali tunafanya kwa sisi kutengeneza njia ya mapenzi baina yetu na baina ya wenzetu. Wenzetu wapi ambao wale wazazi wao walishatangulia mbele ya haki. Kama vile tunapoita watoto yatima, tunatengeneza nini? Tunatengeneza jambo ambalo wale watoto wasijihisi kwamba wao wameondokewa, bali wajihisi kwamba juu ya kuondokewa kwao pia tunao watu wa kuweza kututizama kinyume na wale wazee baada ya kuondoka, kwa sababu jambo la kuondoka ni la amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima yeye ameumba uhai na umauti, na kaumba hili jambo, sio kwamba hii ni qadar, bali hii ni qadha, na kila kiumbe lazima kutana naye. Usipomjali yatima wa leo, usipomwangalia mtoto aliyeondokewa leo na mzazi wake, mimi na wewe tutakuja kuwa ni marehemu na mtoto kwa yatima wa kesho. Hivyo tupo katika swala hili na tumeliandaa swala hili kwanza kuwafariji yatima na kuwaweka katika sehemu moja ambayo wao akili zao sifikirie baada ya kuondokewa hawana tena msaada. Tuambie kwamba msaada upo, na inshallah Mwenyezi Mungu hatawaacha mkono wao wala hatatuacha mkono sisi ambao tunafanya swala hili. Lakini pia tumeweka iftari hii juu wale watoto ambao hali zao na mazingira yao ni magumu, pia na wao wasijihisi kwamba wao kutokana na hali zao za maisha, labda na mfumo wa maisha, kwamba hawastahili kuchanganyika na watu wengine. Pia na wao wanao sehemu moja ya maisha katika sehemu nyingine. Hivi tumewakusanya na wao tuwe nao pamoja, ili na wao wasijisikie kwamba wametengwa, bali wajisikie na wao ni miongoni mwa sehemu moja ya jamii na wakubali tuko nao pamoja. Lakini mimi lengo la iftari hii, kabla ya iftari hii kuweka ama tumeweka, ikiwa nyuma yake kuna jambo tumelifuatia nyuma yake. Jambo gani? Tumeweka iftari hii kwa kuombea dua wazazi wetu, walimu wetu, waislamu wenzetu, vipenzi wenzetu ambao pia tayari wameshatangulia mbele haki. Na Mtume sallallahu anasema jambo lote la kheri utakapolifanya utalipa kwa kheri ile ulifanya. Maana yake kheri moja utakayofanya kulipa 10 yake. Sasa tunalifanya swala hili tunataraji ridha kwa Mwenyezi Mungu na kheri kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya sadaka yetu hii na iftari yetu hii, kuftarisha watu hawa walikuwa na makosa na waliondokewa na pia mazingira magumu. Ni sababu Allah asitufungulia na wao kubariki katika maisha yao inshallah. Hatimaye tunamaliza swala hilo. Neno la mwisho la kuambia kwa ambao wanakutazama wako mbali ya Zanzibar, wanatamani kujumuika na nyinyi kupitia iftari hii, unawaambia nini? Neno langu la mwisho naloambia wasivunjike moyo ama na kujiona kwamba wao labda hawako, yani wakahisi kwamba wako mbali na jambo hili. Jambo lote lipo karibu mno. Wanaweza kujumuika na sisi. Kuna njia zipo za kuweza kutufikia. Connect namba zipo ambazo hizi bila shaka viongozi wetu wao wanaweza kuwapatia, na wakihitaji tu basi tunaweza kuwa nao na tukajumuika. Hili si la mtu mmoja. Yote atakayetaka kujiunga katika swala hili basi tuko naye pamoja. Na pia ombi langu kwao na wao wasiache hii fursa.
popote utakapowakutia, ikiwa ama kwenye sehemu yetu au kinyume na sehemu yetu, ikiwafikia fursa hii basi wao wasiache, wajitahidi kufanya ile khairi, kwani khairi hii malipo yake ni makubwa sana, na kwa Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo lisilomalizika ujira wake. Siku zote tumezoea kufanya yale ambayo kwamba mtu anaweza kwenda kwenye mpira imagine kuchangia kwa sababu anaona faida yake iko pale, lakini akaona labda kutoa hii swala kwa isha kama yatima kama hakuna faida. La, faida yake ipo, isipokuwa faida yake hatujui kwa sasa. So faida yake tutaiona baada ya kukutana na Mwenyezi Mungu, na hilo ndio ambalo tunalitaraji. Allah tulipe kheri na baraka, na wao tunawakaribisha na wasijisikia kubali, bali imani zao, yakini zao, inshallah Mwenyezi Mungu atalithibitisha tena pamoja kwa swala hili inshallah. Ikitokea mara nyingine tunawakaribisha. Asante sana, mimi nikushukuru sana. Tuko pamoja inshallah. Asante. Shukrani. Naam, tumetoka kuzungumza na Sheikh Amal. Sasa tupo na miongoni mwa wanafunzi wa madrasa hapa wamehudhuria kwa ajili la lengo hili la iftari. Tupo naye hapa, tujeleza jina lake, nisiwe mbeba mada au nisiwe mwelezaji na kati mwelezaji yupo. Habari yako? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naona furaha na bashasha umejumuika na skuli hii ya Regeza Mwendo. Kipi cha kuzungumza na kwako moja kwa moja, anza kujieleza jina lako. Jina langu ni Hashir Mbarak Amur. Naishi Mwera. Na nasoma Madrasatul Aishat Mwera Mchomeke. Nimekuja hapa kwa ajili ya kujumuika kuhusiana na iftar hapa Regeza Mwendo. Naam, umepata mwaliko moja kwa moja kuja kujumuika skuli hii ya Regeza Mwendo. Una kipi cha kuambia skuli ya Regeza Mwendo kwa lengo la kuwakutanisha kwa pamoja? Cha kuambia kuhusu kukutanisha watu kwa pamoja ni kuendeleza umoja na mshikamano na mashirikiano ya wanafunzi na watu binafsi. Naam. Mwalimu, hebu tupe kidogo mawaidha kidogo kwa walio wengi wanataka kujua wewe ni mwanafunzi pia, na lengo la kutuleta kwa pamoja, hata sura Imran pia imesitiza katika umoja pia. Hebu tupe kidogo mawaidha kwa ajili ya umoja. Watu wengi umoja wanaukataa. Umoja ni mkusanyiko wa watu na unakuwa una nguvu zaidi kuliko kwa watu tofauti tofauti. Umoja unaweza kusaidia kwa mambo mengi sana. Kwa mfano, likitokea tatizo, akiweko mtu mmoja na wakiweko watu wengi, watu wengi lazima watashinda lile tatizo kuliko mtu mmoja. Asante sana, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante. Sawa, shukrani. Naam, mambo ni mubashara, mambo ni kama hivi yani, kama tunavyoona lengo nililotuleta hapa moja kwa moja kwa ajili ya iftari, na tupo miongoni mwa watoto yatima. Tupo naye hapa Imrani, ataeleza jina lake, majina yake matatu, jina lake la kuzaliwa kamili. Imrani, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Jina lako kamili? Imran Juma Mosi. Imrani, umefiliwa na nani? Baba. Baba. Sawa, Imrani, moja kwa moja leo tumejumuika hapa skuli ya Regeza Mwendo. Una kipi cha kuambia watoto wenzako wanaokutazama kupitia Nas Media TV? Tutulie, tushikamane. Tuungane. Tupendane pia. Tupendane, tuwe moja. Ndio. Imrani, ndoto zako wewe ukimaliza kusoma unatarajia kuwa nani? Natarajia kuwa jeshi. Jeshi. Sawa. Neno la mwisho la kuambia wapenzi watazamaji wa Nas Media TV? Tuoneane huruma. Ndio. Tupendane. Tuheshimu wazazi. Ndio. Asante sana, mimi Imrani nikushukuru sana, shukrani. Naam, tumetoka kuzungumza na Imrani, tupo na Aisha hapa. Atajieleza jina lake kamili. Aisha, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Jina lako kamili Aisha? Aisha Juma Mosi. Aisha, umefiliwa na nani wewe? Baba. Baba, Sawa, una kipi cha kuambia watoto wenzako wanaokufuatilia kupitia Nas Media TV kwa lengo ya iftari hapa leo? Watulie. Ndio. Wapendane. Ndio. Aisha, unatarajia kuwa nani wewe ukimaliza kusoma masomo yako? Mwalimu. Mwalimu. Kwa nini mwalimu? Unapenda unapenda kufundisha Aisha? Asante sana, nikushukuru sana Aisha. Shukrani.
Miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika iftari hii ya Regeza Mwendo, nipo na Tifa Foundation, nipo naye hapa kwa ajili ya kujumuika pamoja na skuli hii ya Regeza Mwendo. Tifa, asalamu alaykum. Wa alaykum salam, vipi hali? Safi, nashukuru. Moja kwa moja leo umejumuika na skuli ya Regeza Mwendo. Una kipi cha kuambia skuli ya Regeza Mwendo? Kikubwa cha kuambia Regeza Mwendo kwamba la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, la pili pia nawashukuru na wao kwa kuiona taasisi yangu, kwa kutaka watoto wetu ili tujumuike nao tufurahi. Kwa hiyo yani nawashukuru, sina cha kuwalipa kwa sababu watoto wangu ni miongoni mwa watoto ambao wako katika mazingira magumu na hawana taasisi maalum. Kwa hiyo kupata vitu kama hivi kwao ni faraja kubwa. Sio kwao tu, hata kwangu pia naona faraja kwamba okay, kumbe naonekana tofauti na vile nilivyokuwa najifikiria mwanzo kwamba mimi sina yani kituo maalumu au watoto wangu hawana taasisi maalumu. Kwa hiyo nadhani watakuwa hawawezi kupata na wao faraja kama hivi mwezi mtukufu wa Ramadhani, kupata kufutari na wenzao wakafurahi wakacheza kama hivyo tunavyoona mazingira. Alhamdulillah wamefurahi na wangu, ingawa ndo bado hatujafikia ile time ile ya kula wakazidi kufurahi, lakini hii dakika 5 tu alikuja tayari nishaona, nadhani mmewaona alivyokuwa kizunguka. Alhamdulillah imefarijika sana 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 sana. Sawa, Allah wabariki. Una mchango mkubwa kwenye jamii. Kwanza tunakupongeza sana. Asante sana. Kwa kuchukua watoto na kuwajibika kwa pamoja na kuwafanya kama watoto wako. Wewe ni mzazi pia watoto hawa. Tifa, utaratibu wenu ukoje watoto wakitaka kujiunga katika foundation hii ya watoto yatima? Mimi niko tofauti kidogo na watu wengine au vituo vingine. Vituo tunaelewa kwamba mtoto kama hayuko na cheti cha kifo kikaonekana, yani kuna vigezo ambavyo vinahitajika mtoto kuingia katika taasisi. Lakini taasisi yangu mimi haiko na hivyo. Mimi sana naangalia kutokana na mazingira, hata mimi mwenyewe niliopitia ni magumu kuingia katika vituo. Kwa hiyo nilichoangalia kikubwa kwamba yatima anajulikana. Huyu ni yatima. Siwezi kumwacha yani kumkosesha fursa yake ile kwamba kupata faraja. Kwa hiyo naangalia, nafanya follow up kwa masheha, mtu akinijia namfuatilia majumbani. Basi unajua tu mtaani yatima anajulikana kwamba ukiona kumuuliza tu yatima yule unaambia yule yatima. Sijaridhika naenda mpaka kwa sheha, hata kama hana cheti, lakini kwa sheha nitapata tu hakika kama huyu mtoto ni yatima, basi mimi namsajili. Una utaratibu wa kuuliza watoto wako labda unataka kuwa nani badala ukimaliza kusoma? Na utaratibu wa kukaa nao wa kuwauliza yani maswali na wao wakaniuliza maswali. Yani napenda hicho kucheza nao. Na wana ndoto kubwa sana kwa sababu katika watoto ambao nilikuwa ninao mimi katika ofisi yangu wengine nimewakuta wadogo kwamba miaka 5, 6, 7 mpaka 9 hawaendi shule. Kwa hiyo tumefanya utaratibu wa kuwachukua watoto wa kuwarejesha mashule. Hata hii skuli hii ni mmoja ya mfano katika watoto ambao niliokuja nikawaleta hapa, nikaomba walimu wakanisaidia. Nyingi za serikali kama hii Masingini naenda naongea nao wananielewa. Basi tunafanya utaratibu kwa wote, kama kuwatafutia cheti, kwa sababu kuna wengine hawana hata vyeti vya kuzaliwa. Wamekufa wazee wao wakiwa tumboni. Alafu mtu pengine mzazi yani wa kike anapata stress, anapata matatizo, anakuwa yule mtoto hashuliki, yuko na bibi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nashukuru sana. Nawauliza wapo ambao wana ndoto wanataka kuwa madokta. Wananifurahisha ile watatu ambao wanasema sisi hatutaki kuwa chochote, tunataka tuwe kama wewe. Wewe kama mimi kazi yangu kupika, sina kazi ile wao wangu kupika. Tunataka tuwe kama wewe. Yani kwa kupika tunataka kuwe kama wewe, yani tuwe mama wa watoto wengi kwa sababu mimi najiita mama wa watoto wengi. Kwa hiyo tunataka na sisi tupite katika njia zako ili tuje tuwasaidie wenzetu ambao wanafika na hali kama hii. Neno la mwisho la shukrani la kumalizia kupitia nasi. Mimi kubwa kwanza shukrani nyingi zaidi nasubiri ikisha lakini nashukuru sana alhamdulillah, na Allah waongoze awasimamie aongezee palipopungua inshallah heri tulifanikishe kwa sote. Alafu wito pia kwa wenzetu labda kwamba yani wasiwe tu kwamba wanataka kwamba kuchangia katika taasisi, na watu wamezoea kwamba lazima sisi tupeleke sehemu fulani. Wanasahau kama huku mitaani kuna wingu kubwa la mayatima ambao wanahitaji
yani wanawahitaji wao kuwasaidia. Wao wanapeleka kwenye vituo tajiri, kila tajiri anapeleka kwenye kituo wale tayari hawana mahitaji ambayo wanahitaji, kwa sababu serikali inawatizama, matajiri wengine wakubwa wote wanawatizama. Tuangalie hawa huko nyuma, nani atawatizama? Kwa hiyo ushauri wangu ndio huo, tunaangalia na wao, so tunaenda katika vituo tu. Asante, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Fursa niliyopewa hapa ni kumkaribisha kiongozi wetu katika jimbo, Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo letu, ili na yeye achukue fursa hii kutunasihi, kutoa nasaha chache kwetu sisi walimu na wanafunzi na watoto kabisa, kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo ataona ni muhimu kuzungumza na sisi kama wananchi wake. Kwa hivyo Mheshimiwa, nimeambiwa nikukaribishe uzungumze na vijana wetu hapa pamoja na sisi walimu walau kwa dakika kadhaa inshallah. Karibu Mheshimiwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wazee wenzangu, ana mimi mzee siku hizi. Kuna wakati ukikaa na wazee na unakuwa mzee. Lakini wazee wenzangu, wazazi, walimu, wanafunzi, wale wenye jumuiya ya wanafunzi waliosoma skuli ya Regeza Mwendo na watoto wetu, asalamu alaykum kwa mara nyingine tena. Awali ya yote, kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia sisi sote tukawa katika hali za uzima na afya kinadharia. Kiuhalisia tunasema kila mtu akirudi nyumbani anafahamu mashaka aliyokuwa nayo. Kwa sababu tumekutana kwenye mkusanyiko huu, huwa tunaamini sote tupo katika hali ya uzima na afya. Lakini la pili, mengi ameyazungumza mwalimu. Mimi niseme machache. La kwanza, kwa niaba ya waalikwa wengine. Na nitasema kama mgeni rasmi, nitasema kama kiongozi, lakini nitasema kwa niaba ya waalikwa wengine. Tunawashukuruni sana ndugu zetu, wadogo zetu, na kwa usimamizi wa walimu wetu wa skuli ya Regeza Mwendo, kwa kuona haja ya kutualika, kwa kuona umuhimu wa kuja kutufutarisha, lakini kwa kuona umuhimu wa kuja kutugawia sadaka kubwa mliokuwa nayo. Kwa hili hatuna la kusema zaidi ya kusema tunawashukuruni sana. Hakika Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nguvu, imani na moyo huo mliokuwa nao wa kuendeleza zoezi la namna kama hii kila mwaka inapofika. Lakini tuwashukuruni sana. Lakini la pili, tuwapongeze kwa namna ambavyo mmekuwa na moyo wa imani. Leo mmeweza kutualika sisi, lakini tu hamkuona haja na kutualika sisi. Tukawaalika na watoto ambao wanatoka katika mazingira magumu. Tukawaalika na watoto ambao wanatoka katika mazingira yatima. Hakuna mtu miongoni mwetu aliyeomba kuwa yatima, isipokuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Anapotokea mwenye imani na kuona haja ya kumkirimu kidogo alichokuwa nacho mtu yule, basi Mwenyezi Mungu atakuwa amemwandikia fungu lake. Hakika kila anayemsaidia mtoto yatima, Mwenyezi Mungu ana ujira wake amemhifadhia katika siku ya mwisho. Kwenye hili, umoja wa wanafunzi, tuwashukuruni sana na tuwape hongera sana 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 kwa namna ambavyo maamuzi mlioyachukua. Lakini la pili, amezungumza mwalimu. Wanafunzi waliosoma Regeza Mwendo ni wengi sana. Sisi wengine hatukubahatika. Na si wengine tulibahatika kusoma Mwera. Wakati shule inafunguliwa tulishiriki kuja ujenzi. Lakini inafunguliwa ikaambiwa wengine wabaki Mwera, wengine wabaki Regeza Mwendo. Ukichukua idadi yake waliopita na kusoma ni wengi sana. Ingawa tunaamini si kila jambo kila mtu anaweza kujitokeza, isipokuwa kila aliyejitokeza atakuwa na sababu, imani na moyo wa kufanya nini? Wa kufanya hivyo. Atakuwa amekumbuka thamani ya kupita kwake Regeza Mwendo. Hapa wapo walimu hapa. Yawezekana tukawa tunafahamu thamani zao. Yawezekana pia tukawa hatuthamini uwepo wao. Yawezekana pia tukawa watu wa tambui. Lakini mwalimu, sehemu yoyote ile katika maisha ya mwanafunzi, ana mchango mkubwa zaidi. Na kuna wakati mie nasema, sio mtu mwingine, mimi nasema mwalimu ana nafasi kubwa zaidi kuliko mzazi katika maisha ya kumjenga mwanafunzi yoyote au kijana
yoyote katika mazingira ya kutafuta elimu yake. Kwa maneno wao, tuendelee kuwashukuruni sana walimu wetu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nguvu, imani, lakini pia nasia ya kuendeleza kuwasaidia vijana wetu. Leo tumeanza na la kuwapa sadaka au kuwafuturisha. Kesho tunaweza tukasema tuna kitu kingine, yawezekana sare, nguo na vitu vingine vya kuwapatia. Kesho kutwa tunaweza tukasema tufanye jambo jingine. Lakini hayo yote yatapatikana pale tu ambapo sisi tutakuwa wamoja, sisi tutaweza kujitolea, sisi tutaweza kuguswa kama ambavyo wanaguswa wengine. Ni jambo ambalo na saa zangu na usia wangu tusiliache, tuliendeleze. Hakika kila jambo zuri lina vikwazo. Kweli si kweli jamani? Kila jambo zuri linafanya nini? Na vikwazo. Na wanapokutana watu wawili au watatu wenye tabia na hulka tofauti, lazima kutakuwa kuna mapishano. Kubwa ni wanasi, kuweni wamoja, kuweni wavumilivu, vumilianeni, pendaneni, muwe kitu kimoja. Mtafanya umoja na ushirika kuendelea kukua mkubwa siku hadi siku. Naam, tunajumuika katika skuli hii ya Regeza Mwendo kwa umoja wao kuja wamefurahisha watu tofauti. Na tunaye hapa mheshimiwa mwakilishi wa jimbo lake hapa. Tutajielezea wewe ipasavyo hii iftari imepokeleaje kwa jumla. Habari yako? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wa hali. Safi kabisa. Wewe kujitambulisha? Mimi naitwa Mihani Manenga, ndio mwakilishi wa jimbo la Mwera katika karibuni sana. Sawa. Tunaona umejumuika na wanafunzi wa Regeza Mwendo na watu mbalimbali katika hii iftari. Una kipi cha kuambia skuli ya Regeza Mwendo hii kwa umoja wao? Kubwa sisi tumefurahi na tunashukuru kujumuika na umoja wa wanafunzi waliohitimu katika skuli ya Regeza Mwendo, sababu wengi wao walishahitimu, kila wengine wanaendelea shughuli zao. Wapo walikuwepo hapa, walikuwepo mbali, wapo wanafanya shughuli za kazi na wapo walikuwepo majumbani, lakini kwa umoja wao walikubali kuungana kuhakikisha kuwa wanafanya jambo hili katika kila mwaka. Na kama ambavyo tutakuwa umesikiza katika maneno ya utangulizi, sababu mwanzo walianza kukutana kwa lengo na dhamira ya kufanya dua kwa mwalimu wao ambaye alipata kutangulia mbele ya haki, lakini baadaye kwa sababu katika mwaka ilikuja kuangukia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakasema wafanye dua lakini pia watoe sadaka kwa watoto yatima. Na ndio kama umeona sasa hivi ni mwaka wa 3 mfululizo vijana hawa wamekuwa wakikutana, wamekusanyika wakijichanga kwa uwezo wao, lakini pia kutoa sadaka kwa watoto yatima. Kwa hiyo mimi kama kiongozi nafurahi, nashukuru kuona vijana hao wamekuwa na imani na kuguswa kile walichokuwa nacho, lakini pia kwa watoto wasiojiweza na kuwapatia angalau riziki ya chakula katika siku hii, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo jambo ambalo mimi nawashukuru na wapongeza, na wakati wote nimekuwa nikiwaasa, nikiwasihi wasichoke wala wasikate tamaa katika jambo la kheri na jambo la khairati. Na mheshimiwa, tumeona harakati nyingi sana wanajitolea kwa vijana. Nini shauku yako na mafanikio kwa vijana kwa jumla? Shauku yangu na mafanikio, mimi kama kijana, mimi nikiwa kijana, sio kama mimi bado nikiwa kijana. Kwa umri huo bado sijafika wakati stage ya kuitwa mzee. Nasema mimi na wajibu wa kuendelea kuwashika mkono wenzangu ili wasogee pale ambapo nipo mimi, lakini inawezekana wasifike nipo mimi, lakini wakafika katika hatua fulani. Lakini kubwa lazima niendelee kuamini. Kama mimi jamii iweza kuniamini nikiwa katika umri mdogo, nikiwa kijana zaidi tofauti na leo, miaka 10 iliyopita, sio jambo jepesi, lakini maana yake na mimi nina wajibu wa kuhakikisha kila jambo analofanya kijana mwenzangu katika jimbo langu la Mwera, nami niweze kuniunga mkono, nilisimamia na kuhakikisha jambo hilo linafanikiwa, ili kuendeleza kuthibitisha umma katika jamii kwamba jambo ambalo kijana akiamua kulisimamia anaweza akalifanikisha kwa kiwango kikubwa. Kwa ni wajibu wetu kuhakikisha kila anayekuja, kila jambo linalokuja na vijana tuwashike mkono, tulisimamie, tuhakikishe nafanikiwa. Kwa jambo kama hili maana yake hawezi kuja na jambo zuri, idea nzuri, mawazo mazuri alafu tutaacha kuwashika mkono. Sisi kama wazee waliamua kutushika mkono, na sisi tunaamini tunatakiwa tuwashike vijana wenzetu mkono ili nao wafike sehemu ambayo Mwenyezi Mungu amewakadiria kufika. Asante. Neno la mwisho la shukrani kumalizia kupitia Nas Media TV. Neno la mwisho, sisi tunashukuru na tunashukuru na nyinyi. Leo mmekuja hapa, kesho mwende sehemu nyingine. Yapo mambo mengi vijana wameyafanya, yapo mambo mengi katika jimbo letu, yapo mambo mengi viongozi wetu wameyafanya katika jamii, lakini tunatumia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani moja kuendelea kuwasihi Waislamu wote wa jimbo la Mwera na wa duniani kwa ujumla kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya ibada tukiwa tupo katika 10 hili la mwisho. Lakini la pili, kuhakikisha kwamba wazazi walezi tuendelee kuwa na malezi mema. Kila mtu ambaye yupo katika nafasi ya usimamizi wa familia, jamii, chuoni, skuli,
kuhakikisha anatenda wajibu wake vizuri ili kuweza kupata jamii iliyokuwa salama ambayo haina makovu ya maumivu. Tuna wajibu wa kutengeneza jamii iliyokuwa salama na kuleta maendeleo kiimani na shughuli nyingine za kijamii. Nawashukuru sana. Asante, mimi nikushukuru sana. Asante, shukrani. Nas Media TV, kwa pamoja tunaweza.